Alfajiri ya tarehe 21 ya mwezi Februari 2025 itabakia kuwa asubuhi ya kheri zaidi kwa wakazi wa kaunti ya Mombasa, mji wa pili mkuu wa taifa la Kenya, mji uliozungukwa na bahari na bandari, lango kuu la Afrika Mashariki. Ni kwa ujio wa dai wa kimataifa, yule muasisi wa mashindano makubwa ya kuhifadhi Qur'an ya mabara yote duniani, Sheikh Nurdin Kishki, kwa ajili ya ziara fupi ya kidawa na warsha ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muda mfupi tu baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, Sheikh Nurdin Kishki alipokewa kwa furaha zaidi na wenyeji wake, na msafara ukaanza kuelekea katika hoteli ya eneo la Nyali kwa ajili ya mapumziko. Alhamdulillah, baada ya mapumziko, dai huyu alianza tena msafara kutoka hoteli kuelekea eneo la Migadini kwa ajili ya hutuba ya Ijumaa pale Masjid Yusuf, waumini wakiwa wamefurika furi tayari kusikiza hutuba ya Ijumaa kutoka kwa mlinganiaji huyu wa kimataifa. Jambo la kwanza, hasad, wivu wa kimaendeleo. Jambo la pili, mali. Jambo la tatu, wanawake wanachonganisha na kugonganisha vichwa wanaume, tena ndugu, baba mmoja mama mmoja. Na jambo la nne, watoto. Tusikubali kufarakanishwa na kutenganishwa. Baada ya hutuba ya Ijumaa, kila mmoja aliyehudhuria alitamani japo kupata picha ya kumbukumbu na dai huyu kipenzi cha wengi, hadi mida ya usiku alipoungana nami kwa ajili ya kipindi maalum cha ana kwa ana kutaka kufahamu zaidi historia yake na safari yake nzima ya kielimu. Usiku ulitamatika na Jumamosi ya tarehe 22 ya mwezi wa pili mwaka 2025, siku iliyotarajiwa na kuenziwa na wengi, ikafika. Asubuhi anga ikawa tulivu salama baada ya Allah kutuamsha sisi na wageni wetu tukiwa na siha njema. Dai huyu Sheikh Nurdin Kishki alipata fursa kumtembelea Chief Kadhi wa Kenya Sheikh Abdul Halim Hussein Athman nyumbani kwake na kufanya naye kikao kifupi kabla ya kuanza msafara kuelekea katika ukumbi wa Afra eneo la Sarani. Ndani ya ukumbi wa Afra, waumini wa kaunti ya Mombasa, kina baba kina mama, walijitokeza sihaba wakiendelea kunufaika na chakula cha roho kutoka kwa mashehe mbali waliohudhuria. Zamu yake dai huyu wa kimataifa ikafika baada ya kupokewa kwa furaha na kila aliyehudhuria, akiwa na tabasamu kumshuhudia Sheikh Nurdin Kishki ana kwa ana, kwani wengi walizoea kumtazama kupitia runinga kwa mada adhima adimu, akiwakumbusha waliohudhuria na wanaotazama moja kwa moja kuwa Ramadhan si mchana, Ramadhan si usiku, Ramadhan ni usiku na mchana. Jioni hiyo alipata fursa kutembelea jengo jipya na kufanya ufunguzi mdogo wa ofisi mpya za stesheni yako ya Al-Hajar TV eneo la Shanzu, akihitimisha pirika za siku hiyo itakayosalia kwenye mawazo ya wengi. Siku ya Jumapili ikawa siku ya mwisho ya ziara yake Sheikh Nurdin Kishki, huku akifanikiwa kutembelea makao makuu ya sasa ya stesheni inayofanya vizuri ndani na nje ya taifa la Kenya, stesheni yako pendwa ya Al-Hajar TV, akifanikiwa kutoa kalima nzito iliyowapa motisha wafanyikazi wa runinga hii kuwa wakae tayari, huku akiwapigia mifano kuwa wao ni miti yenye matunda. Ikiwa huna hasidi katika maisha yako, fahamu wazi ya kuwa wewe ni failure, umefeli, huna maendeleo. Mtazamaji wa Al-Hajar TV, hapana shaka ziara hii imeleta tija kubwa sana kwa wenyeji wa kaunti ya Mombasa na wote waliopata bahati ya kusikiliza hutuba ya Ijumaa, warsha pale ukumbini. Asanta kwa kuwa nasi. Ndimi Muhammad Atibu Abdallah, presenter 001, msimulizi wa makala haya mafupi ya ziara ya kidawa ya dai huyu wa kimataifa jijini Mombasa. Endelea kusubscribe kupitia mitandao yetu ya kijamii ili usipitwe na yote tuliyokuratibia. Al-Hajar TV, daima mwongozo kwa umma.
tupa ya kheri, hivyo nyote mujue hili TV Al-Hajar. Tumshukuru jalia Ilahi Mola Rabbana kuweza kutuletea TV yetu ya Sunna. Sasa tunajivunia kwa marefu na mapana, sasa tunajivunia kwa marefu na mapana. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.